Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Serikali ya Tanzania yasikitishwa na azimio la bunge la Ulaya kuhusu kesi ya Tundu Lissu. Serikali ya Tanzania imeeleza kusikitishwa kwake na azimio la bunge la Ulaya la baadhi ya watendaji wa kimataifa kutoa maamuzi kwa kuzingatia taarifa zisizokuwa kamili. Tanzania imesema imezingatia azimio lililopitishwa na bunge la Ulaya la tarehe 8 Mei mwaka 2025 kuhusu taratibu za kisheria zinazoendelea nchini Tanzania. Wakati Tanzania inaheshimu uhuru wa kitaasisi wa bunge la Ulaya na kuthamini ushirikiano wake wa Umoja wa Ulaya, inaona ni muhimu kufafanua baadhi ya mambo muhimu na kusisitiza dhamira yake ya muda mrefu ya maadili ya kidemokrasia, utawala bora na utawala wa kisheria. Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania imeeleza katika taarifa yake. Imesema Tanzania tangu Machi mwaka 2021 imefuata mageuzi mapana ya kisiasa na kisheria chini ya falsafa ya 4Rs, kwa maana ya maridhiano, ustahimilivu, mageuzi na ujenzi mpya. Marekebisho haya yameleta matokeo yanayoonekana, ikiwa ni pamoja na kurejeshwa kwa uhuru wa kisiasa, upanuzi wa uhuru wa kiraia, kuimarishwa kwa uhuru wa vyombo vya habari na kupitishwa kwa sheria mpya za uchaguzi Machi mwaka 2024, ambayo ilisababisha kuanzishwa kwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Taarifa imesema kuwa Tanzania ni nchi huru yenye katiba yake na inayoongozwa na utawala wa kisheria, na kuwa masuala yote ya kisheria yanayoshughulikiwa kwa uhuru na mahakama, ikiwa ni moja ya mihimili ya nchi, kwa kuzingatia sheria za nchi na kwa kuzingatia viwango vya taratibu bora za kimataifa pale ambapo serikali haingilii mashauri ya kimataifa. Kwa hiyo kauli zinazoashiria au kuhimiza uingiliaji kati wa watendaji katika kesi zinazoendelea si tu kwamba hazifai, bali pia ni kinyume na taratibu za uhuru wa kimahakama kama ilivyoainishwa katika katiba ya Tanzania na inatetewa na Umoja wa Ulaya, ilieleza katika taarifa yake serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hata hivyo, bunge la Tanzania nalo pia halikufurahishwa juu ya taarifa hiyo iliyotolewa na bunge la Umoja wa Ulaya, ikisema kwamba kamwe hawawezi kukubaliana na baadhi ya mambo yaliyoelezwa na bunge hilo la Umoja wa Ulaya, hasa baadhi ya mambo ambayo kimsingi hayaendani na katiba ya Tanzania, lakini pia na mila na desturi za Watanzania. Na hivyo bunge la Tanzania nalo pia likaeleza namna ambavyo halikufurahishwa na jinsi ambavyo bunge la Ulaya limekuwa likieleza juu ya masuala mbalimbali kuhusu serikali ya Tanzania. Bunge hilo la Tanzania limepinga kwa kiasi kikubwa maazimio ya bunge hilo la Ulaya, hasa likilenga juu ya kutambua mapenzi ya jinsia moja, wakati huo serikali ikieleza na kutoa msimamo wake rasmi na kusisitiza kuwa hatua zote za kisheria dhidi ya viongozi au raia zitafuata misingi ya utawala wa sheria. Wabunge wamezungumza jijini Dodoma, wameonyesha kutoridhishwa na azimio la pili la bunge la Ulaya ambalo limehimiza Tanzania kutambua haki za mapenzi ya jinsia moja, wakitaja kuwa ni dharau kwa taifa na kinyume na misingi ya kijamii na kiimani ya Watanzania. Hata hivyo, moja kati ya nukuu zilitolewa kupitia mbunge wa Biharamulo Magharibi Ezra John Chiwelesa akisema, yalitolewa maazimio 6 kwa ajili ya serikali ya Tanzania na moja ya azimio hilo ni kuhusu Tundu Lissu. Hiyo sina shida nayo, kesi iko mahakamani, lakini lipo azimio nambari 2 la kutambua haki ya watu wa mapenzi ya jinsia moja. Hili anasema kwamba kwangu mimi nimeona ni dharau kwa nchi yetu, ni dharau kwa Mungu. Hatujafikia hatua ya kudharaulika kiasi hiki. Tuandikiwe na watu sasa kwamba tutambue haki za mapenzi ya jinsia moja. Kwa niaba ya Watanzania tunaowawakilisha kupitia ndani ya bunge hili, masuala haya ya laana katika nchi yetu hatutayahitaji, anasema mbunge huyo. Basi mtazamaji, hayo ni miongoni mwa mambo ambayo serikali ya Tanzania pamoja na bunge la Tanzania limeeleza, hususan likisisitiza haja ya Umoja wa Ulaya kuhakikisha kwamba ushirikiano wake wa kimaendeleo na Tanzania, ikiwa ni pamoja na mpango wa Global Gateway, unaendana na uendelezaji wa haki za binadamu, uhuru wa kujieleza na viwango vya kesi vyenye haki. Basi mtazamaji, endelea kuwa nasi na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.